wema wako ni siku njema. Nikasema watu wema duniani ni wachache. Bwana asifiwe. Nikasema watu wema ni wachache duniani. Hata kwenye familia mnaweza mkazaliwa 10, lakini watu wema ni wachache. Kwa ili siku zako ziwe za baraka au siku zako ziwe za neema, jifunze kutenda wema. Jifunze kutenda wema. Mbona umeondoa tena? Jifunze kutenda wema. Ninaposema wema wako ni siku njema, ninazungumza kinachozaa baraka kwenye siku zako. Mtu mmoja aliwahi niambia, katika maisha yako jitahidi kuwa na maombi ya watu wanaosali na wasiosali. Unajua kuna watu ambao hawasali kabisa, lakini wana maombi mema kwa watu wema. Nimeeleweka mpaka hapo? Nimeeleweka mpaka hapo? Yaani huyu mtu jinsi anavyogusa maisha ya watu, hata watu wabaya umuombea. Kwa nikasema kama kuna kitu ambacho nahitaji kukishinda ndani ya moyo wako, ni moyo wa kuwatendea watu wengine mema. Kuna watu watajipenda wenyewe, lakini hawezi kugusa maisha ya watu wengine. Kuna mama mmoja alikuwa ni mzee miaka ya nyuma, yuko karibu na kwa wazazi wangu. Mungu alinipa neema. Mara kwa mara alikuwa anaumwa hajiwezi. Nilikuwa kila nikienda kuwasalimia wazazi, nampelekea sukari, nampelekea chumvi, na kuwapelekea pesa mara kwa mara. Yule mama Mungu aliandaa mazingira ya ajabu. Alipokufa nikawa na huduma kwenye hilo eneo. Nikaenda msibani kuwaona. Yule aliyekuwa anamuuguza aliwaambia nyamazeni kulia. Anawaambia ndugu zake nyamazeni kulia. Alafu akaniambia ngoja niseme. Huyu baba ndiye aliyekuwa anamtunza mama yetu, kaka zangu. Mnamuona huyu? Alikuwa anamletea hiki. Na sijui kwa nini Mungu aliruhusu mpaka nihudhurie msiba wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nilishangaa. Mimi nilikuwa ninatoa tu kwa sababu natoa, lakini yule ndugu alihakikisha anawaambia ndugu zake msilie kwanza, na wote walinyamaza. Kumbuka familia nzima imenyamaza, inasubiri ndugu yao waseme nini. Akasema wale kaka zake, unajua walishangaa sana kwamba sisi tulikuwa tumwangalie mama, lakini mtu baki ambaye sio mama yake alikuwa anamwangalia mama yetu. Ninachotafuta, kuna watu natakiwa uguse maisha yao ili maisha yako yabarikiwe. Kuna watu natakiwa utazame maisha yao. Yaani wewe unaendaga nyumbani kwenu, kijiji kwenu, yaani unabebaga vitu vya mama yako tu, wakati unajua kuna jirani yake, jirani yako hapo, yaani watoto wake hawajafanikiwa. Unashindwa hata kubeba sukari, unashindwa hata kubeba chumvi, unashindwa hata kubeba kanga. Hiyo ni laana. Sema amen. Kuna wakati mama yangu aliambiwa ulimzaa wewe. Waliniambia ni kanisani, mama yako alikuzaa wewe, lakini ni mtoto wa wote. Jitahidi kuwa mtoto wa wote katika jina la Yesu. Kwa nini nakufundisha haya? Ninataka Mungu ageuze moyo wako. Hata kama ulipandiwa roho ya ubinafsi, roho ya ubinafsi ife ndani yako katika jina la Yesu. Biblia inasema kwenye ile Wagalatia 6 ule mstari wa 7 na wa 8 na wa 9, msidanganyike, Mungu adhihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna.
Alafu anasema maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atafuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho, katika roho yake atafuna uzima wa milele. Mstari wa 9, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Bwana asifiwe. Tutavuna kwa wakati. Tusichoke katika kutenda mema. Tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati tusipozimia roho. Tutavuna. Kwa unajua sahi unapotoa au unapotenda chochote unachotenda, ujui thamani yake. Lakini hakuna mtu aliyetenda mema Mungu alinyamaza kwa ajili yake. Kuna ndugu mmoja anaitwa Mephibosheth. Alikuwa ni mtoto wa Yonathani, lakini alikuwa ni kiwete. Alikula mezani pa mfalme kwa sababu Yonathani alimtendea mema Daudi. Wakati Sauli anataka kumuua Daudi, taarifa zote za kuuawa kwa Daudi Yonathani alikuwa nazo. Kwa alikuwa akimwambia, akimpa taarifa. Alikufa Yonathani, lakini Daudi alitafuta mtu katika nyumba ya Yonathani, akaja akamtendea mema badala ya baba yake. Ngoja nikwambie hivi, kuna vitu watoto wako watapata kibali ni kwa sababu wewe ulikuwa unatendea mema watu wengine. Katika Kristo sema amen. Kwa nini nakusemesha haya? Kwani tunasali ili iweje? Tunasali ili tukifa tuwekewe msalaba kwenye kaburi. Mimi wanajisemea kabisa, sihitaji uhusia wowote. Uhusia wangu ni matendo mema. Sijui huyu alisoma mpaka, huo ni utoto. Alifika sijui alipitia chuo gani, huo ni utoto. Lakini unaweza kuwa na CV nzuri sana, lakini huko watu hawakufaidika na CV zako, hawakufaidika na uwepo wako duniani. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Unajua Biblia inaposema heri wafu wafao katika Bwana, maana matendo yao yafuatana nao. Maana yake, angalia jinsi ulivyoishi duniani, hauhitaji kuwa na uhusia. Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Lakini msiba wako unaweza ukaelezea watu tu wewe ni mtu wa aina gani, hata visipochukua vitu vya kusomwa. Katika Kristo sema amen. Sijui alizaliwa lini, alikufa lini, ugonjwa wake, ni vitu visivyokuwa na maana. Tenda mema, kusanyiko la watu litaeleza, machozi ya watu yataeleza wewe ni mtu, ulikuwa ni mtu wa aina gani. Bwana asifiwe. Ndio maana Biblia inasema tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati tusipozimia roho. Mi hapo kwenye kutenda mema tu ndo ninapopataka. Hapa ndo ninapataka. Vaa vizuri utakavyo vizuri, lakini watu wanakupima kwenye matendo mema. Imba utakavyoimba, wanakupima kwenye matendo mema. Ubiri utakavyohubiri, watakupima kwenye matendo mema. Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Ninaeleweka mpaka hapa? Fanya utakavyofanya, watakupima watu kwenye matendo mema. Mungu anisaidie na Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Jambo la kwanza leo, nina mambo matatu leo. Tuvumiliane lakini tunyooshane. Bwana asifiwe. Leo ni siku ya kuondoa makunyanzi yetu. Nyi wote si mmenyosha nguo ndio mmekuja ibadani? Ulichokuwa unakataa nini? Makunyanzi. Makunyanzi ya rohoni yaondoke leo. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza, fanya
Fanya ndoa yako kuwa dhabihu ya baraka kwa matendo mema. Fanya ndoa yako kuwa dhabihu ya baraka kwa matendo mema. Fanya ndoa yako kuwa dhabihu ya baraka kwa matendo mema. Jana nilipokuwa kwenye ibada, nikasema kwenye ibada asubuhi, nikasema ndoa ni ibada. Ndio maana inaanzia madhabahuni. Hata isipoanzia madhabahuni, Mungu anaidai iletwe madhabahuni, kwa sababu ndoa ni ibada. Haleluya. Nasema hivi, haleluya. Japo vitu vya kidunia vinaingizwa kwenye ndoa, lakini sio sahihi. Muda mwingine kwenye kicheni party mnafundishaga vitu vya ovyo. Mnakosea, kwa sababu ndoa ni ibada. Ndio maana hata kicheni party haihitaji kuongozwa na vitu vya kidunia, inahitaji kuongozwa na vitu vya kiroho. Kwa mfano sasa, unamwandaa kwenye kitchen party Mariamu ambaye anaenda kuwa mke wa Yusufu, alafu na tumbo lake limebeba mkombozi wa familia au mkombozi wa ulimwengu. Hivi nategemea Mariamu nazungumza naye kitu gani? Si lazima unayezungumza na Mariamu uwe ni mtu unayejielewa. Unayezungumza na Mariamu uwe ni mtu wa Mungu. Sema amen. Sijui kama ninaeleweka mpaka hapo. Kwa sababu unazungumza na binti kwenye kitchen party ambaye ataenda kuzaa askofu, ambaye ataenda kuzaa mchungaji, ambaye ataenda kuzaa waziri, ambaye anaenda kuzaa kiongozi ambaye Mungu amemkusudia. Alafu mama mtu mzima anazungumza vitu vya ovyo, wakati anajua unajua unapozungumza na mwanamke anaenda kuolewa, unazungumza na tumbo la uzazi. Hauzungumzi na mwili wake, unazungumza na tumbo la uzazi ambalo ndilo linaloenda kutengeneza aina ya familia. Bwana asifiwe. Inaeleweka mpaka hapo, watumishi wa Bwana? Sasa wengi wanaingia kwenye ndoa hawajui ndoa ni ibada. Na kwa sababu hajui kwamba ndoa ni ibada, aendi kama mtumishi wa Bwana kwenye ibada. Anaenda kama mtu anayepita. Anaenda kama mtu anaenda kucheza disco kwenye ndoa. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa sababu hajaambiwa ndoa ni ibada. Soma Biblia yako na nitakuonyesha baadhi ya mistari michache hapa ambayo angalau kuna kitu kinaweza kikazaliwa, kuna kitu kinaweza kikatokea, alafu kanisa likabadilika ghafla. Kwa mfano, angalia kile kitabu cha Waebrania sura ya 13. Ni mistari michache tu, ile mistari 6. Angalia kitabu cha Waebrania. Kitabu cha Waebrania sura ya 6 na ule mstari wa Waebrania sura 13 ule mstari wa kwanza mpaka wa 6. Kama umepata sema amen. Umeweka tayari hapa? Anasema hivi, unaweza tukasoma wote huko. Upendo wa ndugu na udumu. Msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika wasipokujua. Mstari unaofuata anasema, wakumbukeni hao waliofungwa kana kwamba mmefungwa pamoja nao, na hao wanaodhulumiwa kwa vile ninyi nanyi mlivyo katika mwili. Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Mstari unaofuata,
msiwe na tabia ya kupenda fedha, mwe na radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Hata twathubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Huo mstari wa kwanza mpaka wa 6 imefungwa kwenye kipengele kinachoitwa ndoa. Sema amen. Au waliofungwa pamoja nani? Ngoja nikwambie, yani ndoa imebeba ufunguo wa maisha ya mtu mwingine. Kwa unapooa, kuna watu wamefungwa kwenye ndoa yako. Sema amen. Unapooa, kuna wageni wamefungwa ndani ya ndoa yako. Ndio maana nasema msisahau kuwafadhili wageni. Kabla hatujaoa tuna wageni, lakini tukishaoa tunaanza kuwa na wageni. Wifi yako ni mgeni wako, shemeji yako ni mgeni wako, mama mkwe ni mgeni wako. Sema amen. Shangazi yako ni mgeni wako, mjomba wako ni mgeni wako. Lakini kabla hujaoa hauna wageni. Wanatoka wapi? Kwa ghafla wageni wanapoingia marangoni, wewe ndio mfadhili wao. Sema amen. Kwa sababu kuna wengine watakuja kwenye ndoa yako, wamekuja kufunguliwa elimu yao, wamekuja kufunguliwa uchumi wao, wamekuja kufunguliwa maisha yao. Ndio ile anasema naenda kwa shemeji, mwingine anasema naenda kwa kaka, mwingine anasema naenda kwa wifi. Unaenda kufanya nini? Wewe ni ufunguo tayari. Kwa mara nyingi tunaamini mtu aliyeoa na aliyeolewa wamebeba baraka kwa ajili ya watu wengine. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ndio maana mtu anapokataa kuolewa, anapokataa kuoa, tunajua anakataa baraka. Kwa nini anakataa baraka? Kwa sababu aliyeolewa Mungu amempa upako wa kuwafungulia wengine mlango wa kufanikiwa. Sema amen. Na ukitaka uone ndoa yako ina heshima, fadhili wageni. Ukitaka uone ndoa yako ina heshima, pokea wageni. Ukitaka uone ndoa yako ina heshima, wafungue wengine, utaona. Lakini ukitaka ujue pia ndoa yako haina heshima, kataa wageni. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Yani hata kama ungekuwa mzuri dada kama malaika, mbele ya familia yako unakuwa ni takataka. Hata kama ungetembea kila mtu anageuka unavyotembea mtoto wa kike, lakini kila mtu anakuona ni laana. Kwa nini? Moyo wako haufadhili wageni. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Katika Kristo sema amen. Ndio maana zamani hawalikuwa hawaoi uzuri wa mtu, walikuwa hawaoi macho mazuri ya mtu, walikuwa wanaoa tabia. Tabia ni ibada. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ndio maana sasa unapomfundisha binti kitchen party, mwambie nenda kafanyike kwa ibada. Sasa wanafundishaga vitu vya ajabu. Ndio maana huyu akiingia kwenye ndoa ni garasa, ni mtu wa ovyo kabisa. Kwa nini? Anachoandaliwa sicho kinachoenda kumsaidia kuishi. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Yesu wangu sema amen. Sasa unaweza kukuta kwenye familia huyu binti kuna vitu alivikosa. Unaitwa mama mzima, useme naye. Huku rohoni uchi kuna vitu alivikosa kwao. Kwa umepewa nafasi ya mwisho kumpandia vitu vitakavyomsaidia. Kwani hujawahi kuona? Yeye unakuta mwanafunzi anaingia kwenye mtihani, lakini unakuta wiki mbili kuna vitu mwalimu anawafundisha ndivyo vinavyotoka kwenye mtihani. Anasema yani vile tulivyojifunza mwishoni ndivyo vilivyotokea kwenye mtihani.
Kwa unaweza kukuta unapopewa nafasi ya kuzungumza na binti anapoingia kwenye ndoa, yamkini wewe ndio utakayemsaidia kufaulu mtihani ulioko kwenye ndoa yake, lakini hujielewi, unasema vitu vya ovyo. Bwana asifiwe. Mchungaji, kuna vitu vya ovyo vinapita. Siwaone hawa mama tu wametulia kwenye viti wanaongea. Mmoja aliwahi kunisikia nafundisha mahali, akasema hivi, yani kuna saa unaenda kwenye kitchen party, mama mtu mzima anakufundisha mpaka usubutu kuinua macho yako hivi, hata unapotoka yani kwenda nyumbani usubutu hata kumwangalia mume wako usoni, yani vitu vilivyopandiwa ndani. Yesu aliponya kanisa lake katika jina la Yesu na kufundisha msingi wa ndoa. Bwana asifiwe. Katika Kristo, Bwana asifiwe. Kuna vitu ambavyo hivi hapa akikaa navyo kwenye ndoa vinampa usalama wa uhai wake, lakini vinampa usalama wa maisha yake. Piga hesabu, hajui kufadhili wageni na yuko kwenye ndoa. Hajui kuwafungua wengine na yuko kwenye ndoa. Kwa sababu ndoa ni mission ya kiroho. Ndoa ni mkakati wa kiroho. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nasema hivi, ndoa ni mkakati wa kiroho. Kama ni mkakati wa kiroho, maana yake unaingia kwenye ndoa ambavyo vitu vingine ni vya kiroho, unahitaji kwenda kuvifungua kwa mume wako. Vitu vingine ni vya kiroho, unahitaji kwenda kuvifungua kwa wakwe zako. Sasa anayekufundisha hajui ndoa ni mission ya kiroho, hajui ndoa ni mkakati wa kiroho. Yeye yuko duniani. Mama mmoja alisema hivi, sisubutu binti yangu kumpeleka kwa mchungaji kwenye kitchen party. Nitambeba, nitampelekea mchungaji amwekee mikono aende zake kwa mume wake. Haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Narudia tena nasema haleluya. Hebu soma na mimi kile kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 8. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 8. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 8. Kama umepata sema amen. Anasema hivi, Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 8. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunami, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile uingia kula chakula. Asante Bwana Yesu. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Sema amen. Angalia mstari unaofuata, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumweke kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa tujiapo ataingia humo. Mstari unaofuata ni wa ajabu sana. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile, akalala. Alipolala, Biblia inazungumza, akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwita yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mbele yake. Angalia msono, akamwambia, sema naye sasa. Tazama, wewe umemtunza sana, umetutunza sana namna hii. Utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Msono unaofuata akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Mstari unaofuata ni wa ajabu sana. Akamwambia, akamwita, naye alipokwisha kuita akasimama mlangoni. Sasa angalia alichomtamkia, mstari wa 16. Akasema, panapo wakati mwakani utakumbatia mwana. Akasema, la bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Sema amen.
Katika Kristo sema amen. Sasa angalia, msikose kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii mmekaribisha malaika pasipo kujua. Sasa angalia, mgeni yoyote anayeingia marangoni mwako ana muujiza wako. Hakuna mgeni atakaye kuja kwako asiye na muujiza wako. Sasa kwa mfano, mimi si ni mgeni kwenu, lakini kupitia ugeni nilio nao kuna vitu mmejifunza kutoka kwangu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nasema hivi, kuna vitu mmepokea kutoka kwangu, lakini ni kwa sababu mmenipokea. Msingenipokea msingepata. Ile kwamba mmenipokea, kuna vitu mmejua, kuna vitu mmejifunza, kuna vitu mmevielewa kutoka kwangu, ni kwa sababu mmepokea mgeni. Sasa kiroho ndivyo ndoa inavyotakiwa. Haleluya. Ndoa yoyote inayogusa wengine lazima na yenyewe iguswe. Ndoa yoyote inayofadhili wengine lazima na yenyewe ifadhiliwe. Haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Sasa angalia, unaona huyu binti, familia aliyotoka haikuwa ya kawaida. Familia iliyotoka ilikuwa na malezi ya aina fulani ya kufadhili wageni. Sasa angalia, lakini kwenye hii ndoa kulikuwa na roho ya ukarimu, na ile roho ya ukarimu ilikuwa ya kimahusiano, kwa sababu ndani ya ndoa kuna baraka zinaweza zikapita kwa mama, kuna baraka zinaweza zikapita kwa baba, kuna ufunuo unaweza ukapita kwa baba, kuna ufunuo unaweza ukapita kwa mama, kuna kutambua kunaweza kukapita kwa baba, kunaweza kukapita kwa mama. Ndio maana mke wako anapokuita mezani kujadili jambo fulani, sikiliza, usikubende kubeza. Kuna vitu unaweza ukanyimwa usione, mke wako anapewa kuona. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Na wewe mwanamke unapoitwa na mume wako kuzungumza mezani, sasa kuna wamama wenye sasa, wewe fanya tu unavyosikia kufanya. Umeshindwa ndoa. Kuna wakati mume wako anahitaji mawazo yako, anahitaji akili zako. Sasa huyu binti anaingia kwenye ndoa, hajaandaliwa kwamba kuna wakati mume atahitaji akili zangu. Kwa anaondoka hajaombewa akili zake. Mume wake anajua sasa nimepata mtu wa kujadili naye. Anajadili naye, anang'ata kucha na kuangalia macho chini. Sasa mimi sijui. Jamani, anaanza kujiuliza, huyu amekuja kwenye ndoa, kila ninachozungumza naye mimi sijui. Wakati kwenye kitchen party hakuandaliwa kama mzungumzaji na mwenzake, kama mpanga mipango na mwenzake, kwamba kuna saa mume wake atahitaji akili zake zimsaidie mahali ambapo mume wake anaona ukuta. Ameandaliwa kazae watoto, ameandaliwa kampikie mume wake chakula, ndio alichoandaliwa. Kwa sababu ni yupi ambaye anaendaga hata kununua vitabu? Mwanangu kajisomee vitabu. Kila mtu analeta mwiko, huyu visahani, huyu sufuria. Bwana asifiwe. Katika Kristo nasema Bwana asifiwe. Katika Kristo nasema Bwana asifiwe. Hakuna aliyetengeneza ile akili yake. Kwa sababu unaona huyu mama anapoenda kuzungumza na huyu baba, ni akili iliyotengenezwa kwamba mshirikishe mwenzako kitu nachokiona kuwa ni cha baraka. Kana mwenzako mzungumze, usifanye peke yako. Ndio maana huyu mama alimtambua Elisha ni mtumishi wa Mungu. Biblia inasema alimwendea mume wake akamwambia, mimi naona ya kuwa huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu wa Mungu, na tumfanyie chumba, ule ni ukarimu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Mume wako anakuambia, dada ameniomba mtoto wake nikae naye. Akae wapi? Akae wapi? Nasema akae wapi? Si akae huko kwa mama yake. Kwani lazima aje hapa? Ujue tu na kituko ndani. Unajua jambo la baraka linaletwaga kwa mazungumzo. Huyu mama
alileta mazungumzo mezani na mume wake. Bwana asifiwe. Unajua wengi wamenyimwa neema ya kuzungumza kwenye ndoa. Inaeleweka mpaka hapa? Yaani kuna watu hata ungemwita tu, ambia roho, nimekuona wewe ni dada mzuri, mume wako anisamehe kama yumo ibadani, naambia tukae hapa tuzungumze. Kwanza ndoa hayupo. Hata mimi huwa inanitesa hii mara nyingi ninapokaaga na wenzangu. Kuna sana tafuta moyo wa mwenzangu nimbebeshe kile nilicho nacho, lakini uone. Kwa nini? Kwenye familia yao hawana kitu kinachoitwa mazungumzo. Bwana Yesu asifiwe. Katika Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Ukinyimwa kitu kinachoitwa mazungumzo kwenye familia, nimeona hiki ni kitu cha kawaida. Umeenda wakati baba yangu yuko hai, unaenda unamsalimia, anakuita kwenye mazungumzo. Bwana asifiwe. Mnazungumza, akisharizika anaondoka. Lakini mara kwa mara nilijifunza hiki kitu kwake, kuniita kwenye mazungumzo. Hata kama na vitu vingi, lakini anakuita kwenye mazungumzo. Hata kama umeenda msibani, kuna saa anakutumia dakika 10, anakuita kwenye mazungumzo. Haleluya. Katika Kristo, haleluya. Lakini si kila familia ina mazungumzo. Kwa unaweza ukaoa mwanamke ambaye kwao hakuna mazungumzo. Ndio maana sasa utakuta wanaume wengi wanatumia ile nguvu ya wanaume, kwa sababu kila anapohitaji mazungumzo haoni hekima ya kuzungumza. Anaona we kila kitu ni mbishi, kila kitu hutaki. Haleluya. Sijui ni nani ana shida. Sikupanga kusema, nitaka kusifundisha kitu fulani hivi, nimeandikia hapa madhabahuni. Mungu ananiambia kuna shida hii, wasaidie. Haleluya. Nasema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Wababa wengi wametumia marafiki zao kuliko wake zao kupanga maisha, kwa sababu akija kwa mke wake hana mazungumzo. Na wamama wengi pia wametumia marafiki zao kuzungumza kwa habari ya maisha, kwa sababu waume zao hawana mazungumzo. Mimi nawaambiaga watu hivi, nimekuwa nazungumza, punguza magrupu kwenye simu yako, punguza vitu kwenye simu yako, utajifunza vitu vingi kuhusu huyo Mungu. Labda wengine kwa sababu nimezungumza pale kule tulikotoka, unasamani mazungumzo sana na Mungu, ili akusaidia mahali pa kukanyaga, ili akusaidia mahali pa kukanyaga. Kwa nini nakuzungumza hivi? Hivi hizi simu hizi ni mwenda wazimu. Nasemaga elewa hiki ninachokwambia. Bwana asifiwe. Nasema hivi, mazungumzo. Huyu mama kilicholeta muujiza kwake ni mazungumzo. Manake moyo wa baba haukuwa na makunyanzi, moyo wa mama yalikuwa ni maamuzi ya pamoja. Anasema namuona huyu mtu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtakatifu wa Mungu. Anasema na tumfanyie chumba. Baba anasema sawa. Tumwekee na kitaa na kitanda. Baba anasema sawa. Tumwekee na taa. Baba anasema sawa. Unajua yule mgeni alipopita akakuta anakabidhiwa chumba usiku, anarara. Angalia mgeni kitu alichosema. Angalia huyu mtu ametutunza sana, atendewe nini? Akasema muite mama kwa niaba ya baba. Akaja mama, asema umetutunza namna hii, umetutunza namna hii. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ghafla wakachua huyu baba na huyu mama hawana mtoto na umri wao ni mkubwa. Wakaombewa wakapata mtoto. Ngoja nikwambie hivi, ukiruhusu mazungumzo wewe na mke wako na mume wako, kuna marango ya baraka ufunguka. Kuna vitu ambavyo kama unamwandaa kijana,
Jifunze kumwambia tafute mke ambaye mnaweza mkazungumza. Sizungumzi mwanamke mwenye wivu, kwa sababu ni rahisi kumpata mwanamke mwenye wivu, lakini hutazungumza naye, atakutengenezea ugomvi kila siku. Yule mwanamke ulikuwa unaongozana naye ni nani? Kuna tofauti ya kuoa mwanamke mwenye wivu na mwanamke mtakayezungumza. Ukimpata mume mtakayezungumza, ukimpata mume mtakayezungumza, familia itaenda mbali sana, kwa sababu ni rahisi kukosoana kwenye maisha yenu, lakini ni rahisi pia kuombea jambo lenu mnapolipanga. Haleluya! Sijui kama naeleweka, nasema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Nisikilize, mimi nakufundisha Biblia, vitu vya kukusaidia. Kuna wanaume wanakonda kwa sababu hawana pa kucheuria vitu vyao. Kunaona tu mama ananenepa, mwanaume amekonda kwa sababu anapohitaji mazungumzo, yani yuko mbali. Kwanza yani mume amekuita kwenye na kuchapa we mtoto. Wakati wa mazungumzo tunawafungiaga watoto chumbani, tunazungumza sebreni, nendeni mkacheze, tunazungumza. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwenye kuzungumza tunaandikaga vile tulivyozungumza. Hauna hata daftari hata moja ambalo mnaandikaga na mume wako mnapozungumza, kwa sababu vingine vitapotea. Ngoja tuviwekee kumbukumbu. Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Hata mke wako hajawahi andika chochote, mume wako hajawahi andika chochote, hiyo ni ndoa, ni kachumbari. Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Nasema tena Bwana asifiwe. Nasema tena Bwana asifiwe. Jambo la pili. Naona mtu anataka kukimbia ibada, anaanza kunitazama kwa hasira. Tulia. Tulia, tulia. Jambo la pili. Kifahamu kifungo cha ndoa yako, ili ndoa yako isikose matendo mema kwa sababu ya kifungo. Kifahamu kifungo cha ndoa yako, ili ndoa yako isikose matendo mema kwa sababu ya kifungo. Lazima uijue ndoa yako ina kifungo gani, kwa sababu kuna saa unahitaji kutoa sadaka kwa ajili ya ndoa yako. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Na ukishajua kifungo cha ndoa yako, ni rahisi kushughulikia hicho kifungo cha ndoa yako, watoto wako wasikipitii. Haleluya. Hata watoto mlioko huko ndani, muulize mama yako, kifungo cha ndoa yako na kifahamu? Yupo baba yako, kamuulize. Yupo mama yako, kamuulize, atakwambia. Kwa sababu saa hii naweza nikaa nafundisha, anajua. Unajua nikisema kama hivi, fahamu kifungo cha ndoa yako, ghafla anaanza kujua. Amen. Kwa sababu viko vifungo vingi katika ndoa, lakini lazima ujue kifungo cha ndoa yangu ni kipi. Kwa sababu kuna saa mume wako umeamua kumvumilia, lakini sio kwamba kifungo chake kimeondoka. Kuna saa mume wako ameamua kukuvumilia, lakini sio kifungo cha mke wako kimeondoka. Umeamua tu ujue ndoa alivyo basi, lakini ni kitu ambacho kinahitaji kuondoka. Mimi kuna mwanaume hata nikimtazama nasema tu mke wake atapata shida.
Haleluya. Ukiona mwanaume yuko bize na simu, jue mke wake atapata shida. Kwa sababu mume hanaga vitu vingi visivyokuwa na maana, kwa sababu ni mtengeneza urithi. Ukiona ni mwanaume una magrupu 5 kwenye simu na magrupu 6 kwenye simu, Mungu akuponye katika jina la Yesu. Hayo ni mambo ya wanawake, sio ya wanaume. Mimi nimelelewa na wababa wa Kinyakyusa, walikuwa hawana mambo mengi, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Ndio maana mara nyingi utamkuta amekaa peke yake sebuleni. Mama ndo amekaa na watu jikoni, hana mambo mengi. Nimeeleweka mpaka hapo? Katika Kristo nasema nimeeleweka mpaka hapo? Anachotafuta huyu baba ni mwelekeo wa familia yake. Ndio maana wababa wengi wa Kinyakyusa walikuwa na uchungu na familia zao. Lakini unakuta ni kitu ambacho kimeendelea kukua ndani ya wanaume, ni mbegu ambayo imeendelea kukua ndani, inaendelea kukua ndani, inaendelea kukua ndani, kwa sababu ni kitu ambacho amejifunza kutokea kwenye familia. Kwa nini nakufundisha hivi vitu? Usipofahamu kifungo cha ndoa yako, ni ngumu sana kuishinda vita ya ndoa yako, lakini ni ngumu sana kuona matendo mema yatakayosifika kwenye ndoa yako. Kila mtu hataipenda ndoa yako. Wewe angalia ndoa yako, ni watu wangapi wanaipenda kwenye familia? Unakuta ni wawili. Unakuta kabisa ndo mke wake, ndo shemeji. Haya shemeji, Bwana asifiwe, shemeji ugonile, shemeji shikamo. Hawana kitu chochote cha kuzungumza zaidi hapo. Ujue ndoa yako iko kifungoni. Lakini ndoa iliyoondoka kifungoni ndio ile baba anakuambia, naomba nizungumze na mke wangu, mwambie namhitaji. Unajua Yesu, kuna mtu yuko hapa. Baba yako mzazi aliwahi kumuita mume wako wazungumze naye hata siku moja? Unajua una mume. Mimi nakwambia ukweli, mimi mama mkwe huwa ananimisi, ambia njoo, nahitaji kuzungumza na wewe. Kama mume wako anapewaga tu taarifa za misiba kwamba huko tumefiwa, unajua una mume. Haleluya. Nasema tena haleluya. Hana nacho kipata kutoka kwa mume wako, atamuita afanye nini? Kwa sababu mume wako dada ni mtoto wa kiume wa baba yako mzazi. Nimeeleweka mpaka hapo? Na mke wangu mimi, wewe si ndo mke wangu, ni mtoto wa kike wa mama yangu. Kwa kuna vitu mama yangu hahitaji kuzungumza na mimi, anazungumza na mtoto wa kike ambaye ni mke wangu. Lakini hao wametoka kwenye kifungo. Bwana asifiwe. Katika Kristo nasema Bwana asifiwe. Katika Kristo nasema Bwana asifiwe. Ninaeleweka mpaka hapo? Sasa usipojua kifungo cha ndoa yako, utakaa saruni miaka yote, lakini ndoa yako haina heshima. Kwenye kichini pato mfuarewe mwana huko unogeke linga kubwene nyambara ate gogie, ndio ulivyofundishwa. Lakini ukuelekezwa kwamba kuna saa kwenye ndoa ni vita. Hivi unajisikiaje? Kwa mfano wewe umeolewa na mume wako, alafu baba mzazi anamwambia naomba mume wako na mazungumzo naye aje. Unajisikiaje? Maana yake amemwamini. Katika Kristo nasema amen. Katika Kristo nasema amen. Kwa nesa akuta kifungo cha mume wako ni hekima, hana hekima.
baba yako hawezi kuzungumza naye chochote. Anaweza baba mkwe akajua wewe sio mtulivu, mume wako ana kifungo cha kutokuwa mtulivu, hawezi kumuita kuzungumza naye. Anaweza akamtazama mume wako tu hivi, anaona ana kiburi, hawezi kumuita kuzungumza naye. Ni hivyo hivyo hata mke wako. Baba yako mzazi akienda tukusalimie, siku ya kwanza umejipeleka mtoto wa kike, maneno mengi mdomoni, utulii. Sasa mwanangu atakuwa na shida kwenye ndoa yake, mke wake sio mtulivu. Kifuatilia baada ya muda, ni kweli. Kwa sababu kabla hajaoa wanaijua akili yake, na baada ya kuoa wanaanza kufuatilia akili zake na utendaji kazi wake na afya yake. Wanakuta wakimwita baada ya miezi 6 wanakuta hayuko sawa. Sasa ndoa yake haiko vizuri. Wanaanza kumwombea mtoto wao. Alafu ghafla wanapunguza ukaribu na binti. Sasa watumishi ndio tunaenda, ndoa yangu ina shida, mama mkwe ameingilia, baba mkwe ameingilia. Hatujawahi kupita kwenye darasa la namna hii. Kuna wewe mtumishi unaanza tu kukemea, kwa jina la Yesu napiga yule mama mkwe, namfunga asita. Kumbe aliyeleta mashtaka ndo ana shida. Haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Ninaeleweka mpaka hapo? Kama unanielewa sema Yesu nisaidie. Sema tena Yesu nisaidie. Sema tena Yesu nisaidie. Haleluya. Angalia kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 8. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 8. Natumia tu mifano michache. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 8. Neno la Mungu linazungumza hivi: basi mwanamke mmoja miongoni mwa watumishi wake, miongoni mwa wake za wana wa manabii, alimlilia Elisha akisema, mtumishi wako mume wangu amekufa, na unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemuia amekuja ili ajitwalie wanangu wawili kuwa watumwa wake. Mstari unaofuata anasema hivi, Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Mstari unaofuata unaona akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Mstari unaofuata ni wa ajabu sana, kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, mkavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Bwana Yesu asifiwe. Mstari unaofuata basi akamwacha akajifungia mlango, yeye na wanawe hao wakamletea vile vyombo, na yeye akamimina ikawa vimepokwisha kujaa vile vyombo. Akamwambia mwanae, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Bwana asifiwe. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, ulipe deni yako, na yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Katika Kristo sema amen. Sasa unajifunza kitu cha ajabu sana, kwamba kwenye hii familia kulikuwa na shida, kwa sababu hiki kifungo cha umaskini huyu mama alikijua wakati yuko kwenye ndoa. Alihitaji kushughulika nacho kabla ya mume wake hajafa. Inaonyesha alipokuwa kwenye ndoa alikuwa ni mtu ambaye hajui familia yake inaenda wapi. Si unajua unaweza kaa na mume uko naye kwenye ndoa hajui familia inaenda wapi. Unaweza kaa na mke kwenye ndoa lakini hajui uzao wake unaenda wapi. Sema amen. Katika Kristo sema amen.
Narudia tena, nasema hivi, unaweza ukawa na mke kwenye familia hajui kuna kufa, hajui. Ndio maana hata mkipata hela, yeye kazi yake ni kuvaa na kula. Hajui kuna kufa, hajui kuna kesho, hajui. Biblia inazungumza hii ndoa ambayo ilikuja kupata changamoto, lakini unakuja kujua na mume, pamoja na kwamba alikuwa mtumishi, hakumwandaa mke wake kwa mpambanaji. Huyu mama alikuwa na kifungo cha kukaa nyumbani, au alikuwa na kifungo cha umaskini. Kwa alizoea maisha yake, ili yaende lazima aombe kwa watu. Kuna mwanamke ambaye ili afae lazima aombe, na ni mke wa mtu huyo. Ili awe na simu lazima aombe. Ndio maana alipokufa mume wake, cha kwanza alitafuta rafiki wa mume wake ni nani? Haleluya. Sijui kama naeleweka. Ninaeleweka? Nasema hivi, alitafuta rafiki wa mume wake ni nani? Ndio maana alimwendea yule nabii ambaye alikuwa anaitwa Elisha, kwa sababu alijua Elisha na mume wangu walikuwa marafiki. Sasa angalia, alimpelekea malalamiko ya ndoa yake. Elisha alishangaa sana kwamba nilikuwa natumika na mtu ambaye ana shida, lakini nilikuwa sijui kama ana shida, lakini anakuja kugundua mke naye ni shida. Bwana asifiwe. Kwa nini wajane wengi hawaheshimiki tena baada ya waume zao kufa? Kwa sababu sahi mume wako anakufichia madhaifu yako, kwa unaonekana ni wa maana. Subiri mume wako akifa, wanakuona ni msumbufu. Bwana asifiwe. Katika Kristo nasema Bwana asifiwe. Tuairisha ibada. Ninaeleweka hicho ninachofundisha? Sasa hivi mara nyingi nafundishaga kwenye semina za wamama au za wanawake. Kwa nini sasa hivi umoja wa wanawake hauna nguvu, wanahangaika na makisio? Kila siku ikija makisio yetu wa mama, mwaka huu tuvuke. Sasa mama unamuhimiza makisio, yeye mwenyewe amechoka kwenye ndoa yake. Haleluya. Ndo ghafla mtumishi anakuja kugundua huyu mama ana kifungo cha kuombaomba. Akasema nisipokiondoa atanitesa. Ambia mama, nenda nyumbani kwako kaombe vyombo. Akaiombea chupa ya muujiza ya mafuta, akamwaga mafuta akamiminia. Yule mama anasema kamwambia kayauze. Akaenda kuyauza. Alipoyauza, yule mama alishangaa amepata hela, na alipopata hela akamletea Elisha, akamwambia hizi hela sasa kalipe. Elisha akumpa hela, alimpa cha kufanya. Sema amen. Mpe mke wako cha kufanya katika jina la Yesu. Nasema katika jina la Yesu, kampe mke wako cha kufanya. Unapomwandaa binti kwenda kwenye ndoa, mwambie uwe na cha kufanya. Kuna siku mume wako atavunjika miguu. Si anasafiri kwenye bajaji huko barabarani, si anasafiri kwenye magari huko barabarani. Hata angekuwa na paa angani, siku hata ndege huwa zinagongana. Bwana asifiwe. Elisha alimpa cha kufanya huyu mama, akasema yaliyosalia kaendelee kuyatumia wewe na watoto wako, manake kaendelee na biashara hiyo. Bwana asifiwe. Tafuta kifungo cha ndoa yako ni nini. Narudia tena, usiweke tu nyimbo za kwaya toka asubuhi nyumbani kwenye skrini yako. Nasema nenda sasa ukitoka hapa, tunapoonana baadaye,
Ninapoanza kusukuma maombi ya ndoa na kifungo cha ndoa, katafuta kifungo cha ndoa yako ni kipi. Kakae nyumbani, kamuuliza Yesu, kifungo cha ndoa yangu ni kipi? Kifungo cha ndoa yangu ni kipi? Yamkini ndoa yako haina heshima kwa sababu ina kifungo. Ndio maana kila mtu haitazami ndoa yako. Unabaki tu, mimi na mume wangu hawatupendi, mimi na mume wangu hawatupendi. Kiko kifungo ukijui. Kikiondoka, ndoa inarudi kwenye heshima. Kikiondoka, ndoa inarudi kwenye ramani. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nimeeleweka mpaka hapo? Angalia Mwanzo sura ya 25 mstari wa 20. Mwanzo sura ya 25 mstari wa 20. Mwanzo 25 sura ya 20. Mwanzo sura ya 25 mstari wa 20. Anasema Isaka akawa mwenye miaka 40 alipomtoa Rebeka binti Betueli Mshami wa Panda Alamu, ndugu yake wa Labani Mshami, kwa mke wake. Angalia, Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa, naye Bwana akamwitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Kifungo. Na wewe mume, kaangalia kifungo cha mke wako ni kipi. Usiseme tu nielewi, yamkini kifungo chake ni akili. Anza kuomba toba. Yamkini kifungo chake ni ufahamu. Yamkini kifungo chake ni kutokuona mambo yajayo. Unaweza ukasema jinga ili toka asubuhi mpaka jioni na habadiliki, kwa sababu ni kifungo. Haleluya. Najua huwezi kusema amen. Yaro, muamsha mwenzako. Nasema ni kifungo. Sema kifungo. Sasa binti yako, cha kwanza kumfundisha anapoingia kwenye ndoa, asikimilie kuzaa. Mwambie vijue vifungo vya mume wako. Haleluya. Hapo pagumu. Nasema kaanze kumfundisha, kwa sababu huyu jamaa hajazaliwa naye tumbo moja, kwamba ni kifungo cha familia, kwamba ni kitu ambacho ukioni, kwa sababu tumetoka tumbo moja. Ndio maana zamani mimi nimehudhuria, tuliwahi toka hapa Mbeya miaka ya nyuma kwenda Mwakaleli, dada wa rafiki yangu alikuwa tunaenda kumsend off. Nakumbuka yule dada sana agwa pale nyumbani, alilia. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2001 2002 hapo. Alilia yule dada. Saizi binti anaenda kuolewa, anajiandaa kukata viuno, ana mements yake, wanazunguka kutoka Uyole mpaka mjini, yameongozana magari barabarani. Manake ndoa yake itakuwa ni ya kuzunguka tu, kwa sababu si ndoro na mkabisi. Sema amen. Ndio yuko na mamenti yuko sasa. Wamejiachia, utawatambua. Mimi nikijaga Mbeya, haya magari haya. Mbeya ina maajabu yake. Naangaliaga. Bwana asifiwe. Ndio muziki unapigwa huko, masengeri anapigwa huko. Utawatambua watoto wa kike sasa. Wamejitoa ufahamu, wamejitoa akili. Ndio mtu anaenda kuolewa, anaasi alafu anaingia kwenye ndoa. Lakini wa zamani walikuwa analia. Ni kwa sababu anaenda kupambana na miungu kwenye ndoa. Anaenda kupambana na maagano ya ukoo kwenye ndoa. Sema amen. Anaenda kupambana na mizimu ya upande wa mwanaume kwenye ndoa. Kwa lazima pewa akili. Biblia inasema Isaka, maana yake huyu jamaa alikuwa anaangalia mke wake usiku na mchana. Sasa wapige hesabu, ndoa ya Isaka ilishia tu watoto wawili.
Na hao watoto wawili wamepatikana kwa mbinde. Kwa maombi jamaa aliamua hii haiwezekani. Aliamua kuomba, kifungo kikaondoka. Mama akabeba mimba, kazaa watoto wawili, ngoma ikaishia hapo. Unajua kuna vitu havitaondoka kwa mke wako usipojua hiki ni kifungo. Kuna vitu havitaondoka kwa mume wako usipojua hiki ni kifungo. Kwa lazima hicho kifungo kishughulikiwa ipasavyo. Sasa huyu binti anaenda kuolewa, hata stamina ya maombi ana. Haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Nasema tena haleluya. Nimeeleweka. Sasa angalia, hapa nimekuonyesha tu vifungo viwili kwenye Biblia ambavyo vinaweza vikapita kwa mume, vinaweza vikapita kwa mke. Lakini unakuta hivi nimesoma hapa, kuna vifungo vya aina nyingi ambavyo mwenzako anaweza akawa navyo, ambavyo mke wako anaweza akawa navyo, ambavyo yani mume wako akawa navyo. Sasa angalia, kukiwa na kifungo, wengine ni kifungo cha ulevi, wengine ni kifungo vya zinaa, ni vifungo. Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Wengine ni vifungo vya kutokujenga, ni vifungo. Kwa ninaposema fahamu kifungo, maana yake ili ushughulika nacho. Kwa sababu baada ya muda ndoa ni mzigo. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Kwa sababu kwenye ndoa kila mtu anategemea matokeo mazuri, sio matokeo mabaya. Wasipoona, ndoa inaanza kudharaulika. Niliwahi kukutana na dada mmoja akaniambia, mimi na mume wangu hatuheshimiki kwenye ndoa. Kwa hata kama kuna matukio ya familia, wanashangaa wenzao walienda, wao hawakwenda. Kwa sababu hakuna matokeo. Kwa sababu kuna wakwe zako wana akili. Kwa wanaangalia kwa akili zao maisha yenu yanaendaje. Wewe jifunge na kitenge, jifunge na kanga, jifunike na kichwani. Hawa hawashughuliki nayo kwa sababu hiyo ni mila tu wanaijua. Wanatafuta matokeo kwenye ndoa yako. Sio kiingia kwa baba mkwe vaa kitenge, sawa kabisa, hiyo ni mila. Lakini wanataka matokeo. Toka mmeoana mna nini? Bwana asifiwe. Kwa sababu wataona, wakiona kuna hatua, wataambia, wewe mchukue mtoto wa dada yako kae naye, kwa sababu wameshaona matokeo. Ambia wewe mchukue mdogo wako kae naye, kwa sababu tayari ni kama wanakabidhi familia sasa, kwamba hawa mtu hata akipita mikononi wao wenyewe wameeleweka. Kwa hata akipita mtu mikononi mwao atakuwa vizuri. Ndio nakwambia, sasa jamani, mimi sijui kwa nini wanapenda kunipa mimi nikae nao. Walishaona matokeo. Kwa sababu walishaona matokeo, kwa hiyo wanajua huyu akipita mikononi mwao lazima atakuwa salama, lazima atafanikiwa, lazima atasaidika kiakili, lakini atasaidika hata kimaisha. Wanajua kwa sababu wanaona kuna matokeo. Ukiona umepewa ndugu kwenye familia, kaa naye, ujue umeongezeka kiakili, na unaweza ukamtengeneza mtu akatokea kwa mtu. Bwana asifiwe. Kuna mtu anakuja sasa, niombee niolewe. Hata tu vile anapokuambia niombee niolewe, unaona kichwani azimo. Hivi kuolewa ni fashion? Kuolewa ni wajibu. Unaenda kuachibika, unaenda kupambana. Bwana asifiwe. Nimeeleweka mpaka hapo? Kama nimeeleweka, sema Yesu nisaidie. Sema tena 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 Yesu nisaidie.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimalizie la mwisho. Hamjachoka? Ujue udhaifu wa mwenzako katika ndoa yako, ili ndoa yako isilaumike katika matendo mema. Ujue udhaifu wa mwenzako katika ndoa yako, ili ndoa yako isilaumike katika matendo mema. Wewe kusikia Wanyakyusa wanasema akampe au akanubupe? Wewe kusikia hiyo kauli? Maana yake mchoyo, si ndio? Sio mtoaji. Bwana asifiwe. Sizungumzie utoaji wa kuigiza. Unaolewa na mume, udhaifu wake ni kutokutunza wazazi. Sasa ujue asipotunza wazazi au amlaumu yeye, unajua umempa dawa, asiwe anatoa kwenu au anatoa kwenu. Nimeeleweka mpaka hapo? Kwa sababu wewe uko na mume, baba yuko Tukuyu au yuko Mbozi au yuko Ileje, sema amen, na unajua tu kabisa hali ya wakwe zako, lakini hata siku moja umsikie mume kwambia katafute kitenge au chukua hii hela watumie wazazi, au anakwambia nilitumia wazazi hela ya sukari miezi 6 inakatika, miezi 3 inakatika. Ila nyumbani anakuja na nyama. Leo namuuliza baba Joy, tumekula mboga za majani muda mrefu. Kuna mwanamke aliyezaa huyo mwanaume, yamkini hata sukari hajanywa huko nyumbani. Ndio maana hakuna mwanamke anayemwamini mwanamke mwenzake juu ya mwanaume. Manake hata wewe mama mko hakuamini. Wewe si tu ukimwona huyu dada ametembea na huyu wameongozana, unasema ulikuwa unaongea naye. Hata kama umeokoka, ndio mlikuwa mmebaki mnafanya nini? Ndio hivyo hivyo, hata mama mko hakuamini juu ya mtoto wake. Kwa sababu roho hiyo ulionayo ndio alionayo huyo mama mko. Usije ukasema amezeeka. Bwana asifiwe. Katika Kristo, Bwana asifiwe. Ndio maana hata akikutembelea kwako, anasubiri saa umekaa pembeni, unamkuta amekaa na mwanae anazungumza. Hivyo anavyozungumza, kwa nini asizungumze mbele yako? Hakuamini. Na sasa unakuta wale wanawake sasa wenye hekima, kwa sababu anajua roho ya mwanamke iliyoko ndani yake ni kutokumwamini mwanamke mwenzake. Anaambia ngoja niwapishe mzungumze kidogo ya kwenu. Hiyo ni lugha tu ya hekima. Lakini kwa kawaida anatakiwa azungumze wewe na mkiwa hivi. Lakini mpaka kuamini lazima aone vile alivyo mwanae alikuwa anafanya au alikuwa afanyi, unavifanya. Ndio maana naambiaga muda mwingine, kama mume wako sio mtoaji kwa wazazi, akikupa 5,000 wekaga buku. Akikupa kesho 5,000 weka buku. Akikupa kesho kutwa 5,000 weka buku. Akikuta tena siku nyingine utakuta imefika 5,000 au 10,000 imefika. Naambia baba, shikamo, maraba, ujambo, za huko nzuri, ninakutumia hela ya soda mnywe na mama, unatuma 10,000. Alafu huko jamaa wanasema yani huyu jamaa anajua kuangalia wazazi. Kumbe wewe ulijiongeza kwa sababu na kiumbe wa ajabu huko ndani. Haleluya. Kwa sababu ndo udhaifu wake. Hata ukisema habadiliki, hata wazazi nao wamesema habadiliki.
Sasa ili uzao wako usilaanike na wake zako, lazima utoe kwa niaba ya mume wako ili watoto wako wabarikiwe. Soma Biblia yako. Yakobo alimwambia Yusufu, niletee watoto wako, akawawekea mikono. Sema amen. Kwa nini aliweka mikono juu ya watoto wake? Alitunzwa na mwanae mpaka anaenda kaburini. Alitunzwa na Yusufu, kwa ilibidi awabariki Manase na nani? Na Benjamin. Sema amen. Ni Manase sijui na nani? Ngoja nikumbuke. Eti Manase ni nani? Efraimu na nani? Sawa. Na nani? Benjamin mtoto wa Yakobo. Na Manase ni hivyo hivyo. Tawakumbusha baadaye. Bwana asifiwe. Sasa ngari mwingine anakazana kuombea watoto wake, uko na mume wake hawatunzi wazazi, unapoteza. Kwa sababu wajukuu wanabarikiwa na bibi zao na babu zao. Nimeeleweka mpaka hapo katika jina la Yesu? Usirundike vitenge ndani. Mwanamke aliyezaa mume wako hana nguo za kuvaa. Unasema yani mume wangu nikimwambia tu ananiletea, ananipenda. Huyo hujamzaa wewe, hajanyonya kwenye ziwa lako. Imetosha, nitaendelea na nyinyi siku nyingine. Nitaendelea. Hii sio mwisho. Nilitaka tu uone picha. Kuna vitu ni udhaifu wa mwenzako, unahitaji kupambana navyo, unahitaji kushughulika navyo, unahitaji kung'ang'ana navyo. Na ukiweza kung'ang'ana navyo, umeponya uzao wako. Mwingine udhaifu wake, hajui kuongea na wazazi wake. Yani ni mke wako, yeye lazima kwaruzane na wazazi wake. Tengeneza asije akasema wewe ndio unamtuma na ajibizana vibaya. Yani kuna mwanamke ambaye ameolewa, ndugu zake wote wakwao wamekosana naye. Sasa kama mke wako anakosana na ndugu zake, wewe mume utakuwa mgeni wa nani? Ni udhaifu wa kinywa chake. Shughulika na kinywa chake. Akiropoka wewe tuliza. Ni mwanaume wako, wanaume ambao hawajui kuongea na kaka zao, hawajui kuongea na dada zao, hawajui kuongea na wazazi wao. Mbaya zaidi, na Mungu akimbariki anasema wataniambia nini? Hata pesa zinaishaga wewe. Lakini undugu hauishi. Hata tukifa sisi wazazi, watoto wataendelea kushirikiana. Ndio maana kwenye undugu hatuweki uchumi. Kwenye undugu tunaweka mahusiano. Ukisema ndugu zako wakuogope kwa sababu wewe una hela, hawatakuogopa.